watu walioko pale wanaohusika. Sehemu ya comment pale ipo pale. Wewe unaweza ukawa unapitia kwenye comment unaweka maelezo yako pale. Mzigo unaunguruma leo rasmi tena. Na kwa mujibu wa mahakama wanasema toka imeanza mara ya kwanza kuja live kwa wananchi ilikuwa ni ile iliyopita na haikuendelea kitu pale tu, ilikuwa ni nani, baadaye kairishwa lakini pia akazungumza leo itaanza kesi kama kesi leo. Sasa ndio unaanza kunguruma bwana, mashahidi njoo kesi inamhusu hiki mtu wa shahidi huu, labda kesi kwa mfano kesi bwana inahusiana kitu fulani. Wewe sasa toa ushahidi wako uko vipi? Anatuhumiwa kwa kesi mbili, kesi ya uhaini na kesi ya uchochezi. Kwa sasa kama wale mashahidi sasa wakiwepo ndo wanaanza kutoa ushahidi wao. Sasa bana, wewe ilikuwaje kwenye hili, uliona nini, kawaje na nini? Ndio bana, ndio mambo leo. Uhaini ni kitu gani? Uhaini upi inakuwaje? Kwa leo kwa watetezi wa pande ya jamhuri, upande wa jamhuri wako huku, upande wa mshtakiwa wasema wako huku, mshtakiwa mtuhumiwa wako huku, mawakili jopo. Sasa inategemea na jopo lako pia liko vipi. Na unaona jopo la mheshimiwa rais wapo kama 18 hivi. Nimeona na jopo kubwa tu, wako wengi wa kutosha. Kuna mmoja pia na yeye mwenyewe pale waga anawaelekeza, nakaa na yeye anasema ngoja niwaelekeze mambo. Nani wakili pia niwaelekeze baadhi ya mambo. Yule mmoja si ndio kama kule alikuwepo, asema alikuwa usiki kwenye hii alikuwa sijamuona, hakuwa katika ile timu. Basi ngoma kunguruma leo bana. Niliona pia Chadema bila shaka kuna sehemu leo bwana maalika jana walikuwa wanahitimisha mikutano yao kaskazini kule ili warejee sasa Dar es Salaam. Walitoa taarifa kwamba kwa Tanga kaskazini kule. Baadaye sasa wakawaambia wananchi wakutane hapo mahakamani leo. Kwa unajua nasema tena si watu wanaruhusiwa kwenda hii watu wanaruhusiwa kwenda kusikiliza. Kwa hiyo zuio lishaondolewa. Hii ni live kila mahali, unaweza ukaenda, unaweza ukatazama online, yani ni wewe tu. Basi kama mambo yako hivyo basi. Wana ukitazama kwenye Nipashe pia taarifa nyingine wameandika rufani ya muokoa kifungo cha miaka 60 gerezani kesi ya kunajisi mwanafunzi. Bwana kijana alikuwa na miaka 20 na ana miaka 22. Alikuwa na kesi ya kunajisi mwanafunzi na kumpa ujauzito. Akapigwa jela. Amekata rufaa bwana, ameshinda. Baada ya kukata rufaa sasa, lakini mara ya kwanza Chuma alikuwa anaondoka na miaka 30. Miaka 60. Yani alihukumiwa miaka 60 jela. 60. Wangetoka na miaka 82. 82 huko. Lakini baada ya kukata rufaa na nini bana, tupitie wamefanikiwa bana. Nasema baada ya jopo la wanasheria kukaa kata rufaa iliyokaa mara mbili kupinga hukumu hiyo, alikuwa kidai kwamba uchunguzi wa kesi hiyo haukufanyika kwa kina na pia mahakama hazikuzingatia utetezi wake. Huyo anaitwa Omar Emmanuel. Kwa bwana Omar akasema hapana, hebu tuangalie tena utetezi uko vipi. Baada ya hapo tena kutoa shukrani kanisa gani, kwa sababu sema unajua mimi kuna maswali huwa najiuliza. Sasa hii unajua nimeiweka hapa kwa sababu mjomba, hii ni moja ila inaonyesha kuna jinsi baadhi ya watu wapo huko ndani kwa sababu tu walikosa watu wa kuwatetea vizuri, jopo majopo kama haya, kosa jopo kama wanasema jopo kama hili la kuwatetea. Ukikaa na watu ambao wamewahi kukaa magereza, wamewahi kufungwa, yani wamewahi kuingia mle, kikaa nao wana story nyingi sana kuhusiana na baadhi ya watu waliowakuta kule ambao wapo tu kwa sababu hawajui sheria au hawana jopo nyuma yao, hawana jopo la kuwatetea, kwa sababu wamekubali tu kukaa kwa sababu hawana mtu wa kuwatetea. Kwa mfano kama huyo mwamba asingekuwa na jopo la kuwatetea la kumtetea, 60 alikuwa anaondoka naye. Hali ya kuwa kumbe sasa mimi naojiuliza Jomba, ushapigwa nyundo kama hizo alafu umetoka kitoka ile inakuaje sasa? Kuna miaka ushatumikia kule, kuna hiyo hoja ya sheria kuna hiyo hoja ambayo imekuwa imezungumzwa namna gani ya kufidia muda wa mtu, kufidia zile madhira ambayo mtu alikuwa nayo gerezani. Imekuwa ni hoja kubwa sana kwenye jamii. Chakula zangu
kama zilikuwa nani wakati inaendelea nimekula zangu, naomba ngoja nifanye harakati kwanza, tumtafute wakili atuambie bana nini wakitatokea, tena sio wakili, hakimu. Kumbuka kuna hakimu fulani swaiba wetu mmoja, kwa tumtafute. Yani cha nimekula zangu zile za kutosha zile. Lakini baadaye jopo lina hatuna haja kuendelea na kesi. Sasa kama ndo hizo hizo ukisikia hatuna haja hizo, wewe usitake nani wewe hizo kama hatuna haja zile usioje, kwa nini una hizo acha kabisa, watakwambia tuna haja tuendelee. Ila hizi za kawaida hizi mzee, lakini zile hatuna haja. Tutasema basi kwa nini hamna haja, basi tuna haja sasa tuendelee nayo. Zile ndugu yangu zile usiache tu bwana. Mwananchi wameandika fedha za vuruga vigogo serikalini. Ma-RC, ma-DC, wasomi vioni na wakuu wa mashirika wakipigana vikumbo na wanasiasa majimboni. Yani fedha zinawafuruga vipi wao? Sumaye afichua kiini cha tatizo, atoa angalizo utendaji kuporomoka. Wote hawa wanaotaka ubunge mjomba. Hapo sasa ma-RC, ma-DC, wakuu wa mashirika wanaotaka ubunge. Tumekuwa na mjadala hapa siku moja kuhusiana na ni wapi patamu. Na ukasema kwamba ile swali sio la msingi. Ni wapi patamu sasa hivi ya bungeni au na kwenye kazi nyingine. Sasa mjomba, katika hiyo ambayo na amesoma Chama cha Mapinduzi kimetoa sifa za watu ambao watakiwa kuwa viongozi. Wow. Lakini pia nimeona mwenyekiti wake akisema mtu yoyote akisema ametumwa na mama piga chini, hakuna aliyemtuma. Sifa gani? Sasa sifa ya kwanza anasema asiwe mtu awe ni mtu aliyetosheka na asiwe mtu aliyetawaliwa na tamaa. Ya kwanza hiyo. Ya pili, awe ni mtu anayependa kueneza matunda ya uhuru kwa wananchi wote kwa ajili ya manufaa yao na maendeleo ya taifa kwa ujumla. Awe na sifa nyingine kama zilizowekwa katika kanuni zinazohusika. Lakini anasema kutumia madaraka aliyopewa kwa ajili ya manufaa yake binafsi au kwa upendeleo au kwa namna yoyote ambayo ni kinyume cha lengo lilokusudiwa kwa madaraka hayo. Kupokea mapato ya kificho, kutoa au kupokea rushwa, kushiriki katika mambo ya yoyote ya magendo au mambo mengine yaliyo kinyume cha lengo lilokusudiwa na madaraka hayo. Lakini ya mwisho anasema miko mingine ya uongozi itakuwa kama ilivyoweka katika kanuni zinazohusika. Kwa sababu hiyo taarifa ambayo umesoma, ukisoma hapo na Nipashe, anasema hivi ndivyo watakavyochaguliwa. Wameandika Nipashe hapa, hivi ndivyo utakavyokuwa mchujo wa CCM kwa wagombea. Sasa kuna sifa ambayo kama Chama cha Mapinduzi wameziweka kama chama. Na hiyo inakuja kwa sababu sasa hivi tumeshuhudia kuna vikumbo vingi. Watu wengi sana wanataka hizi nafasi. Hivi kwa nini ubunge unagombaniwa kiasi hiki? Ubunge unagombaniwa kwa sababu ukiupata utakuwa nao una security kubwa miaka 5. Ni kweli kama unavyosema tu mwananchi fedha au kuna mengine hapo? Kwa sababu na uhakika wa kuwepo miaka 5 kwenye nafasi yako. URC ni mtamu sana, lakini uhakika, lakini hauna uhakika. Muda wote unaweza kupigwa chini. Kera mteuaji basi au akiona tena haupo kwenye malengo yake basi. Na ukisikiliza ile taarifa ya Ikulu inasema yani unapotolewa huwa hatuambii kwa nini, na ukichaguliwa hatuambii, kwa inakuwa ni ndani ya mamlaka ya uteuzi. Lakini ubunge ukishaupata miaka 5. Kwa hiyo unaelewa watu wengi ambao wanakimbilia kwenye nafasi za ubunge. Sasa Mwananchi wamemnukuu Frederick Sumaye, waziri mkuu mstaafu, anasema naamini kwamba kama maslahi yatalingana na kada nyingine zinazofanana, hivyo itapunguza wimbi la kila mtu kutaka kuwa mbunge. Mimi naamini hicho ndicho kipengele muhimu. Umeelewa hapo vizuri? Kama maslahi, naamini kwamba kama maslahi yatalingana na kada nyingine zinazofanana, hiyo itapunguza wimbi la kila mtu kutaka kuwa mbunge. Sasa naamini hicho ndio kipengele muhimu. Hiyo ni line ya msingi sana. Maslahi katika mjadala wetu wa kuelekea uchaguzi huu hapa. Kwa sababu ukiangalia maslahi ambao anapewa mbunge na ukiangalia kwenye kada, mimi niko najiuliza swali moja, hivi kwa nini profesa anaacha chuo kikuu anakimbilia kwenye ubunge? Na mimi nimejiuliza kitu kimoja, nimemwona mmoja mkurugenzi yani
Si unaelewa vizuri. Anataka ubunge. Sasa nikaona kajiuliza. Kwenye ukurugenzi kwani anajiuliza. Nimewahi kufanya kazi kampuni moja kubwa tu, mkurugenzi wake wakati mwaka 2020 akajitosa kwenye ubunge na wale wajumbe wakamkata, lakini akawa ameshauacha ukurugenzi, yani akapambania ubunge wake. Wakati unaongea hiyo pia nimemwona dokta mmoja. Unajua neno dokta? Achana dokta tu wa madokta, dokta ule hausomi kabisa, ambaye anasimamia moja ya hospitali kubwa ya serikali. Anautaka ubunge. Kwa unajiuliza, au kuna mengine ambayo tunafichwa kwenye ubunge? Kwa hiyo hoja ambaye anazungumza hapo Mheshimiwa Sumaye, maslahi, ulinganisho wa maslahi kwenye kada nyingine. Yaani kwa mfano jiulize, leo hii profesa wa chuo kikuu anaacha uprofesa, anaingia kwenye ubunge. Tafsiri ni kwamba hii kada ya siasa ina maslahi makubwa sana kuliko kada nyingine. Na hiyo imekuwa hata katika uchumi. Sehemu ambapo kuna soko watu wanakimbilia. Ndio. Hauwezi kwenda sehemu ambapo hakuna biashara ambayo haina faida. Sasa ukiangalia maslahi ambayo anapata mbunge. Nilikuwa nasikia jana unazungumza akikaa tu kwenye kikao kimoja anachukua 600,000, sio? 600,000. Mshahara wake mwisho wa mwezi milioni ngapi? 18 kitu kama hicho. Hawasemaji. Yaani ndio hicho mimi nimesema, au kuna mengine kwa sababu kweli ni. Sasa sikiliza. Yaani hakuna hata H alikuja hapa. Ulimuuliza vizuri mjomba. Mnalipo shilingi ngapi si useme sasa? Mjomba, kwa hali hiyo. Makadirio mengi. Makadirio ni mengi. Sawa? Maana ni kwamba ni sekta ambayo au ni ulingo ambao unavutia watu wengi. Sawa? Sasa kwa sababu unavutia watu wengi, watu wamekuwa wakitumia kila namna ili waupate, kushawishi kupata hizo nafasi kuweza kupata. Sasa mimi nakubaliana na hoja ambayo inasema kwamba maslahi haya yangelingana na sekta nyingine. Maana ni kwamba sekta nyingine nazo zingekuwa zinavutia zaidi kuliko sehemu nyingine. Basi hata mimi nitakuja kuwa mbunge. Hata mimi kwa mazingira yake kila mtu anatamani kwa mbunge. Kwa nini? Nataka nikapate jawabu la kitendawili ambacho niko nacho. Kwamba wanalipwaje? Kuna nini? Kuna kitu hapo umeongea kizuri sana. Anasema unapokea kwa nini? Yaani kwa nini nautaka? Nimesema kwa nini. Sasa hiyo kwa nini inakuja kutoa tafsiri kubwa sana katika utendaji na usimamizi wa huyu mtu. Kwa nini? Kwa sababu motive ile inakuja kutoa matokeo. Wewe mjomba unataka ubunge kwa sababu gani? Unaenda kwa ajili ya wananchi? Yaani unataka ubunge kwa sababu umeona kwamba kuna umatemate, au umeona kwamba au unaenda kuna ubunge kwa sababu wewe unataka kujua watu wanalipwaje, au kwenda kuwasemea wananchi? Asema mimi kwenye issue ya wananchi. Mimi nimependa kwa nini? Kwa nini unataka ubunge? Nimependa hiyo. Kwa nini unataka ubunge? Dhamira yako inaenda kutoa hitimisho. Yaani wewe hujanielewa sasa. Wewe usitaka mimi kuona unataka. Mimi naelewa vile unazungumza hiyo. Yaani mimi maana yangu si bado hatuna majibu kwa nini watu wanaenda sana umesema? Sasa kwa nini? Sikiliza. Kuna mtu ambaye kweli anaenda kwa ajili ya asema sijui nini. Lakini hapo amenukuliwa amesemaje mjomba hapo? Maslahi yamezungumza yakilingana. Yakilingana maana ni kwamba kutakuwa kuna lindi kubwa. Yaani DC apate maslahi sawa na mbunge. Ndio hiyo maana yake, si ndio nakwambia mimi mjomba. Hivi kwa mfano mjomba, hapo umekewa mzigo bwana unachukua milioni 10, hapo umekewa mzigo unachukua milioni 5. Nukta ngapi. Wewe utaenda wapi? Kwa mimi kama kasema hivyo anajua maslahi yako. Nakumbuka hiyo kauli inatoka kwa aliyekuwa waziri mkuu miaka 10. Anajua sio vizuri. Na anajua kwamba ukiwa kule unachukua vipi na ukiwa bwana huku DC sio RC unakuaje. Kwa hiyo la msingi maslahi yalingane, yafanane. Yakifanana tunaweza tusi. Ndio maana washangaa kuna hizo kamati jimbo moja watu 400. Hapo ndo jimbo moja watu 400. Hapo ndo sisi Masangoma tutapata ajira. Sisi Masangoma tupate ajira. Tukote kwa watu. Hiyo 400 kwenye chama kimoja. Watu wanataka nafasi. Sasa hivi Chama cha Mapinduzi kimesema watakuja watu wengi, lakini watachagua watu watatu kamati kuu. Itawapigia kura kwa wale wajumbe.
kwa sababu zamani ilikuwa inakuja kwa mfano kipindi cha serikali ya awamu ya 5 alikuwa ameshinda Mchungu sawa, lakini watu walikuwa mtaka nani? Mtei. Sasa kinachofanyika ni kwamba chama kinaangalia nani ambaye ana ushawishi kwenye jimbo husika, tukimsimamisha na mgombea mpinzani anaweza akashinda. Lakini kwa sasa hivi tumesikia kauli mwenyekiti juzi, sawa, watu hawa watatu. Anakuja Mchungu, Mtei na Mwanaipokela. Sasa tunaenda kupigwa kura kwa wale wajumbe. Kumeza mkaja 400. Lakini chama kitachagua watu hawa watatu. Hawa watatu mtoeni sasa mmoja. Hapo sawa. Kwa mjomba hiyo kidogo inaweza kapunguza. Kwa mjomba kama watachukua jimbo, jipange. Hali ngumu. Mimi kwa kweli bwana basi nishakaelisha tena. Nitafaidisha waganga bure. Kuna jamaa mmoja analia na mganga eti ambia bwana ulidanganya msimu uliopita. Nitafaidisha waganga nikiamua kujiingiza. Bwana, wananchi wameandika Kariakoo saa 24 fupa gumu. Ndio sababu za tajwa. Soma taarifa wanasema bana, walichobaini Mwananchi ni kwamba zipo baadhi ya biashara zimefanikiwa, lakini kuna biashara zimeshindwa kuperform usiku. Lakini kabla hata wananchi wajaenda huko, si tulifanya hapa kama nakumbuka kwenye kibiashara zaidi. Ndio. Na tukapiga story na wafanyabiashara. Katika yale mazungumzo kiangalia wengi sana wenye wamejitathmini wenyewe, kwa sababu ile ni tathmini ambayo tulikuwa tunafanya nao. Inaonekana kabisa mambo ngoma ngumu. Somo la vizuri. Yani kuna zile ahadi fulani wenyewe wanasema walikuwa wanaamini zingefanikiwa zaidi, hawazioni. Ndio maana baadhi yao wameshindwa kuweka biashara. Pia wengine huko wanaeleza kwamba wao wenyewe tu wamekosa imani na wasaidizi wao. Umeona, kuacha usiku, mimi nikufungulie usiku, nikuache mimi nikalale, ndio hiyo hapo ukae dukani kwangu, sema waongoza imani, kosa imani, bora nifunge tu nje asubuhi hapo. Kwa hiyo baadhi ya biashara zimekuwa, lakini wako wanaofanya kwa mujibu wa wafanyabiashara wenyewe tuliongea nao, wanafanya. Tena imefika sehemu hata hao raia wa kigeni liliibuka kwamba wengine siku hizo wanafanya usiku. Baada ya kuona kwamba mchana kama wameshtukiwa hivi, basi wameingia kufanya usiku. Mjomba, nimeona ile ya Chadema ile umesema Chadema Mnyika anasema kwamba wakimbii uchaguzi. Nimeona pia kwenye Mwananchi ameandika Chadema yatoa ahadi kufufua uchumi Tanga. Alafu uchaguzi wa wakimbii. Kwa hiyo hawasusi uchaguzi. Kwa hiyo sasa wanataka mabadiliko kabla ya kuingia kwenye uchaguzi. Hiyo wamekuwa wakisisitiza kila siku. Hiyo wamesema mara nyingi sana wanasisitiza. Lakini swali linalokuja ni kwamba kwa sasa sifa si hawana tena za kushiriki kwa sababu ya zile form za maadili, au kinaweza kubadilika chochote. Kuna hiyo tafsiri ambayo imekuwa ikigongana kimawazo kwamba kushiriki kutokusaini form za maadili inaweza kapelekea mtu kukosa sifa ya chama au mgombea kushiriki uchaguzi mkuu. Sasa hiyo tafsiri kiangalia ni kama imekuwa na mkizano huu wa kisheria. Alikuja mwanasheria hapa na kwamba nafikiri tuko na wewe akazungumza kwamba kutokusaini maadili ya uchaguzi akimnyimi mtu fursa kwa chama kutokushiriki uchaguzi. Na akataja sababu nyingi kwamba uchaguzi ni mwezi wa 10, huu ni mwezi wa 5, si mwezi wa yes. Sasa ni kwamba nafikiri kama Chadema uko mbele ya safari, sawa watakapokuja kutaka kushiriki kwenye uchaguzi, nafikiri sasa labda wanaweza kwenda mahakamani, na kesho vile vile wanakutana kujadili hiyo tamko la msajili. Kesho tarehe 3. Kesho tarehe 3 ndio. Na wanafanya hivyo. Basi viongozi bado linaendelea pia. Viongozi? Lile viongozi pia si bado linaendelea. Ndio hiyo wanasema. Mnyika anasema bado wenyewe, kwa sababu Mnyika bado nimeona anapiga kazi kama kawaida. Na jana alikuwa anazungumza. Sema nimejiuliza sana, unajua kwamba nadra sana kumuona rafiki yangu nani kipiga za namna ile. Nani? Mnyika. Za majukwani zile. Saizi unadhani kwa nini? Saizi chama kina wahitaji huyu. Kinahitaji watu. Tunakubaliana kuna upungufu wa watu. Chama kinahitaji watu. Tunakubaliana. Hakina upungufu wa watu. Yaani tofautisha kuwa na kundi kubwa ya wanachama afu kuwa na wale kwa sababu saizi kwa tumekubaliana wale wachanja mbuga wamebaki, ndio wao tunawataja. Lema, makamu mwenyekiti Heche. Kwa ni sawa kusema kwamba Chadema inakosa watu wake wale
front wale people wale. Mimi nafikiri binafsi kwa nafasi kama ya katibu mkuu kabla ya tamko la msajili. Katibu mkuu ndo mtendaji wa chama. Sasa kwa historia ngoja nimalizie. Kwa historia kwa mfano ya Chadema. Kama unakumbuka ukatibu mkuu wa Dr. Slaa. Sawa, kipindi kile kuanzia mwaka 2010 nakumbuka. Sawa, alikuwa ni katibu mkuu ambaye anafanya siasa za majukwaani. Sasa kwa sasa hivi ukimtazama nani katibu mkuu wa Chadema, hivi sio katibu mkuu tu msajili. Okay. Yani Mnyika wa sasa hivi bwana Jini. Maana ni kwamba ana wajibu yeye wa kimsingi. Sawa. Na unajua kuna mkakati wa chama mnapoanzisha operation. Tunaona Chauma nao nimeona mzee Rungu ameposti picha ya helikopta kubwa. Hivi ile helikopta tayari inahitaji walikuwa majuzi. Inahitaji kwa kwamba wale makada na makada kuna chama kuna watu wanaitwa senior nilikuwa naitafuta hiyo kada. Makada sawa. Huku Chadema wanaita kada, sisi wanaitwa macomrade. Sawa? Wanahitaji kwenda jukwani kuzungumzia na kuitetea. Ndio nasema Chadema ina upungufu wa makada sasa hivi. Haina upungufu. Kwa sababu wa makada. Ngoja nikupe. Kwa nini unataka ile? Kwa hiyo ina upungufu. Kuna Lema, kuna Mnyika, kuna Boni. Wangapi? Kuna Heche. Kuna nimeona kijana wao wa nani Manyira. Wote ni makada. Wote na unajua kuna hizi kampeni ni kwamba unajua uchaguzi unafananisha na zamani. Of course nakubali. Yaani unafananisha na zamani, yani ukitaja hapo unaishia hapo. Nakubali. Kwa kweli kuna ambao wamezalishwa zaidi ya hao. Nakubali. Hiyo ndio nakubali. Kwa kweli kuna vyama vya upinzani kuna hiyo kuna huo ukosefu ukiangalia Chadema ya mwaka 2010. So Chadema tunafikiri Of course. Kwa mfano sisi tuna in numbers. Kwa mfano kwenye ziara ya kaskazini ambao walikuwa wamegawanyika timu mbili. Walikuwa timu mbili. Timu ya kwanza ilikuwa ikiongozwa na makamu mwenyekiti sawa John Heche ambao pia ina Boniface Jacob, ndio ina Mainyila, ndio ina mwenyekiti wa Bawacha Sharifa na ina Rose Mayemba. Hiyo ni timu ya kwanza. Timu ya pili ilikuwa inaongozwa na Mnyika, ina Dr. Wilbrod Slaa, ina mwenyekiti wa kanda kaskazini Samuel, lakini pia ina Susan Limo pamoja na yule Dua ya Mzito ambaye tulikuwa naye hapa. Ukirudi nyuma miaka kadhaa, kuna hoja umezungumza hapo, nafikiri nisije nikasahau kwamba ukifanya tathmini ya vyama vya upinzani sasa hivi ina ukosefu wa makada brother. Kwa kweli. Na mimi nisha kusema hapa kwamba zamani yani. Na mimi nisha kusema hapa kwamba na hiyo nafikiri hata kuna uchaguzi mheshimiwa Mbowe alikuwa na akili. Makada unamaanisha nini? Vipi mjomba? Yani majina titles zile kama zamani. Unajua titles ambazo unazikosa. Okay, mjomba nikuulize swali moja. Kabla ya hawa G55 kuingia Chauma. Nitajie makada wa Chauma. Nitajie 5 sio 10. 5 tu. 5. Yani Chauma. Ngoja makada wa Chadema walioenda Chauma ambao unategemea kwenye hizi nzuri mjomba. Wewe kada wa 5. Chama cha Mapinduzi kwa mfano. Utamtaja mwenyekiti, katibu, makamu mwenyekiti, Profesa Kitila, wakina Makonda. Umeona? Yani sasa umesikia. Ukija Chadema kuna huo ukosefu, scarcity kubwa ya nini ya makada. Sasa ndio maana nikasema hivi kwamba kwa uongozi mpya vile vile wana wajibu wa kuzalisha talent mpya, kwa sababu talent ambayo ilizalishwa na mheshimiwa Mbowe nyingi imeunga mkono juhudi na imeondoka. Sasa chama ambacho na ukubwa wa chama jamani unajengwa na uzoefu wa makada na umaarufu wa makada. Ndio hicho ninachosema mimi. Chama cha Mapinduzi kwa mfano kiamua kushika agenda ya kueneza sera. Ina rasilimali watu karibia 500 wa kuichukua ile sera. Sawa. Hata nani makamu mwenyekiti na akili. Wewe mfano mzuri. Unakwambia wakina Pambalu si wakina nani hapa sio makada. Nakwambia hivi. Yaani makada wapo wanafanya kazi nzuri. Wanafanya kazi nzuri lakini ukilinganisha na Chadema ile yani hivi kaka unakumbuka Chadema Mwembe Yanga
Yaani ndio hicho mjomba bado jana. 2008. Wewe hebu rudi nyuma kidogo. Kwa hiyo huo ni ukweli, ni ukweli kabisa. Mimi nakubali kwamba sio Chadema tu, hata vyama vingine. Sasa hivi kwenye uzalishaji wa kada kabisa, talent tunasema zile ambazo tulikuwa tunazishuhudia. Sioni siku hizi. Ni kweli. Yaani siku hizi sioni. Even now sijui unasema sijui mapinduzi sijui na nini. Mapinduzi niambia amesalishwa yule ambaye sababu mtu kama Mainyila ni zao. Zao sawa, lakini umeona ameclick kama ilivyokuwa wengine. Mainyila kwa hii kampeni kwake inamjenga kisiasa. Ndio. Kwa sababu unajua siasa au jengewi chumbani. Unaingia hadharani kwenye majukwaa. Unaweza kusema kwamba Chadema wamepitia kwenye msukosuko ya kufungiwa kipindi cha Magufuli awamu ya 5. Zilifungwa shughuli za kisiasa. Lakini kwa mazingira haya sasa hivi uchaguzi mkuu na operation no reform no election tuitegemea kwamba tuwe na makada wengi zaidi watengeneze utaswira wa maarufu kwenye nini? Kwenye chama. Hiyo ni muhimu kwenye ujenzi wa chama. Anyway, muda sio rafiki sana. Baadaye mjomba hapa. Baadaye kule tutaulizana alafu utaniambia. Bwana tunarudi, tafadhali endelea kwa nasi. Hii ni Super Breakfast. Karibu kama ndo kwanza unaungana nasi na tuko nawe bana mpaka 3 kamili asubuhi. Godfrey Mchungo unamsikia hapo, lakini pia John Lupokela sauti yangu umeisikiliza na Exaudi Mtei. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. We got the DJs blazing it up. This is DJ Summer TZ. DJ Summer, roll it up. DJ Summer TZ. East Africa Radio DJs with the fire mix. East Africa Radio, all hits. Baada ya kulipa bill